Kutokana na sakata ambalo linazidi kuweza kuendelea kwenye social media ambalo linawahusisha watangazaji wa chombo kimoja cha radio, hapa namzungumzia Diva the Boss pamoja na Juma Lokole pamoja na watu wote ambao wanamuandama Diva the Boss. Sakata hili Diva the Boss ameweza kuliwasilisha kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu leo hii, dakika chache zilizopita, kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Diva the Boss ameandika hivi: leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, naandika barua hii nikiwa na imani na dhamira yako ya kutetea haki za wananchi. Mimi ni Diva Gisele Malinzi, media personality, awards winning in Africa, based in radio. Nimefanya kazi katika chombo kimoja cha habari sitoweza kukitaja kwa miaka 5. Nimekuwa mtangazaji senior kwa miaka 18 sasa. Naheshimu sana taaluma yangu, sababu hii brandi nimeipambania sana. Nimeacha kazi baada ya mkataba kuisha, sijataka kurenew, na nilimtaarifu mwanasheria wa kampuni juu ya hilo na niliomba nilipwe hela zangu, na baada ya mkataba wangu kumalizika niliamua kuondoka kwa amani kutokana na changamoto ya kutokulipwa stahiki zangu kwa wakati. Kiukweli nina majukumu yangu. Kwa mujibu wa mkataba wangu ninadai mishahara ya miezi 5 kuanzia Desemba hadi mwezi Mei yenye jumla ya shilingi milioni 15. Hizo ni nje ya hela za NSSF, fedha ambazo hadi leo sijalipwa kimkataba. Natakiwa lipwa hiyo pesa. Badala ya kushughulikiwa madai yangu, nimejikuta nikishambuliwa na kuchafuliwa hadharani kupitia baadhi ya vipindi vya kituo hicho. Akaweka mabano, kisha akaandika video na comment za wafanyakazi na hiyo show imefutwa. Akamalizia kuweka mabano, wamenitengenezea zengwe na nimeonekana kama muongo na mwenye nia mbaya, ili hali ninachokidai ni haki yangu ya msingi kama mfanyakazi. Nina ushahidi wa madai yangu na ninafahamu kuwa sipo peke yangu mwenye changamoto kama hii, ingawa wengi wanaogopa kuzungumza. Nilifanya kazi kwa bidii kubwa, mara nyingi hadi usiku wa manane, kwa ajili ya taaluma yangu na mafanikio ya taasisi hiyo. Nilipoamua kuondoka, nilitaka kufanya hivyo kwa amani. Sikutarajia kuwa madai yangu ya mishahara yangekuwa chanzo cha mashambulizi dhidi yangu. Ninachohitaji ni kulipwa jasho langu kwa mujibu wa mkataba wangu, ili kila upande uendelee na maisha yake kwa amani. Afu huku mahakamani na wasubiri pia walini provoke so many times, na mimi siwezi kaa kinyonge, never. Sababu at the end of the day, mheshimiwa, nadai haki yangu, nataka malipo yangu yote. Naomba mamlaka husika ziingilie kati kuhakikisha napata haki yangu ya malipo ya mishahara ninayodai. Niko tayari kufuata taratibu zote za kisheria zinazotakiwa, lakini naamini haki ya mfanyakazi haipaswi kupuuzwa. Haki ya mtu haipotei. Kwa heshima, Diva Gisele Malinzi, media personality, Tanzania. Ujumbe huo umeweza kuuposti dakika chache zilizopita kwa kupitia ukurasa wake wa Instagram, na imani utakuwa umeweza kukipata kile kitu ambacho umeweza kukiandika Diva the Boss kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hii inaitwa Kasako Media, ladies and gentlemen, guys and sisters. Endelea kuweza kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos and updates ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. Mimi naitwa Kelvin Ko, daddy, father of 6 babies, the ghost's voice. Poa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.